Aha. Karibuni tena watazamaji ambao tunatazama kutoka pembe zote za nchi hii ya Kenya. Tunawakaribisha katika kuchambua neno la Mungu, maana kuna waabudu wengi, na hasa tunataka tuanze hapa. Kwanza, kuabudu ni nini? Na kuabudu, unaweza abudu Mungu na njia gani? Kuimba, unajua watu wanadhani kuabudu Mungu ni kuimba, wakiitwa praise and worship, wanadhani ni nyimbo. Hata mimi nadhani ni hivyo, lakini niko na mtumishi wa Mungu hapa anaitwa Pastor Steve. Ni mtumishi wa Mungu mpakwa mafuta, anashiriki katika kanisa ya Altar of Restoration Ministries. Na ni mtumishi wa Mungu ambaye kila ninayeleta katika programu hizi zetu, na kwa nimechunguza na nikajua kwamba mtu huyo ni mtumishi wa Mungu wa kabisa, si wa kufake. Ana Kenya ataongea, anajua akitaleta madhara, najua ni mtumishi wa Mungu. Sasa mtumishi wa Mungu, kuna mambo ambayo nataka tuongelee. Maana kuna kuabudu na kuna kuabudu. Sijui kuabudu ni nini. Kwanza atajitambulisha yeye mwenyewe, alafu tutaendelea. Karibu sana. Asante sana. Yes. Kwa invitation yako katika hizi studio za mitandao ya kwenu. Yes. Na nashukuru sana. Kwa majina yangu, wale ambao wanitambui, Yes. kila social media mimi najiita Steve Carlos. Yes. Na wengi wananitambua kwa hilo jina. Yes. Na pia nasikia niko na furaha kufika mahali hapa. Yes. Sio rahisi. Kweli. Haijakuwa rahisi. Ni mkono wa Bwana. Amen. Sisi kuwa hapa leo. Amen. Na ninashukuru. Amen. Karibu sana mtumishi. Amen. Na tumefurahia pia sisi kupokea katika studio hizi, maana unaenda kuwa kufanyika wa baraka. Si kwetu peke yake, pia kwa wale watakao tutazama. Nataka tuanze hapa. Kuabudu ni nini? Kuabudu ni nini? Kulingana na mimi, Yes. na kulingana na vile nimesoma maandiko, Yes. kuabudu kuna kuabudu tofauti. Yes. Sana. Na sio 90% Yes. ya watu ambao wako kwenye makanisa. Yes. Wengi wao hawajui kuabudu ni kusema nini. Na wengi wao hawajui kuabudu ndiyo kufanya nini. Ndio. Wakati mwingine sisi kama wanadamu, tukiangalia na macho ya wanadamu, tunadhani kwamba kuabudu ni kuimba mbele za Mungu. Kuabudu ni kusoma maandiko. Kuabudu sina kazi yote inafanywa kwa kanisa. Yes. Sisi tukiangalia na macho ya wanadamu, tunaona kuabudu ni hizo kazi ambazo zinafanyika katika kanisani. Yes. Lakini pia tukitaka kuangalia na njia ya kiungu, Yes. Mungu anasema kwamba anawatafuta Yes. waabuduo halisi, wanaoabudu katika roho Yes. na kweli. Amen. Kwa hivyo kitu ambacho tunafaa kutambua, Yes. tukiwa ndani ya kanisa ama tukiwa Wakristo, ni tujue namna ya kuabudu Mungu katika roho na kweli. Yes. Kwa mfano, wengi tumewasikia kwenye Bible. Yes. Wameabudu Mungu na Mungu amewafanyia mambo makubwa. Yes. Na ni kwa sababu waliabudu katika roho na kweli. Yes. Lakini pia ukitaka kuangalia sana kwa maandiko, sio wengi walioabudu Mungu katika roho na kweli. Yeah. Sio wengi waliweza. Kwa hivyo ni jukumu lako leo. Ujue unafaa kuabudu aje ili uitwe muabudu halisi. Yes. Ambaye anaabudu katika roho na kweli. Ndio. Yes. Na umekuwa katika roho. Ndio. Maandiko nilikuwa nisome, Yes. inaongelea kuhusu waabudu halisi. Ndio. Waabudu halisi ambao tusome katika Yohana. Yes. 4:22. Yes. Tuanzie 22. Inasema kwamba ninyi, hii ni habari ya Yesu akiongea na mwanamke Msamaria pale
kisimani. Yes. Unajua historia hiyo maandiko yote unaielewa. Yes. Sasa hapa walibishana mpaka wakafika hapa. Yes. Sasa Yesu anamwambia hivi katika mstari wa 22. Yes. Anamuuliza anamwambia mnaabudu msichokijua. Yes. Unaona ni maabudu. Tuko katika maabudu. Sisi wote tuko katika maabudu. Yes. Sisi wote. Yes. Lakini Yesu anakuja anaambia mwanamke Msamaria, yes. ninyi mnaabudu msichokijua. Yes. Sisi tunaabudu tukijuacho. Yes. Kwa kuwa wokovu unatokana kwa Wayahudi. Yes. Sasa unaona Yesu anasema tu vizuri. Yes. Sisi wote tunaabudu. Lakini the difference iko pale. Yes. Kwa kutotambua tunachokiabudu. Bas. Hiyo. Niambie sasa, ni kweli kanisani kunaweza kuwa na watu wanakuja kanisani kweli, yes. Lakini hawajui kile wanaabudu. Unajua? Yes. Kulingana na utafiti. Yes. Ambao nimeufanya kijumla mimi. Watu wengi hawaji kanisani kwa ajili ya kuabudu. Unajua kuna mtu kama nishaihudhuria mahali wewe wakati umepewa na wewe ndio unaongoza. Na unaongoza vizuri. Can you imagine kuna mtu atatoka pale wakati utakuwa, kwa mfano wakati utapata nafasi ya kuongoza mahali na watu watakuwa wamehudhuria watu wengi. Kuna mtu hapo atatoka akiwa na furaha tu yako ya kukuona ukiwa umeabudu. Yeye hakuna kitu amehisi ndani yake. Yeye amekuwa na ule tu utamu wa kuona brother Gonyi ametumika. Kwa hivyo difference iko hapo. Kile kitu ambacho Wakristo hawajajua ni kwamba wanatumikia nini? Unaona? Wanatumikia nini? Ndio unaona watu wakija kanisani wanatumika vibaya. Wengi wao wanatumika vibaya by the way. Na si watu wengi hutumika vizuri. Na watu wengi hawajaielewa kwamba wanatumikanga aje. Hata mtu mwenye anatumika na shetani mara mingi anadhaningi anatumika na roho wa Mungu. Mara mingi anadhaningi ako kwenye njia za rai, lakini kwa kuwa hajui ambacho anakitumikia yeye anatumikanga vibaya. Kwa hivyo jukumu lako leo tukichambua haya maandiko, jitahidi sana kabisa utambue kwamba unachokiabudu ni kigani, ni Mungu ama unajua kuna hata mimi nakumbuka kabla sijaokoka kitu kilinifanya nikaingia kwenye wokovu. Nilikuwa napenda sana vile watu wanaimba, hizo piano zikichezwa sana nilikuwa napenda. Lakini nilipookoka nikakuja siku mbili nikasikia ule utamu, na washirika wengi sasa wanatumianga huo utamu nilikuwa nasikia hata kitambo. Pia sasa najua kuna wengine pia wanakuja kanisani waimbe, waombe, waende nyumbani. Ndio. So wakati niliokoka nikakuja tena nikakuwa na safari ya kutaka kujua nini hasa kinaitwa Roho Mtakatifu. Nikaingia ndani ya Roho Mtakatifu, akanifundisha. Kwa hivyo nikakuwa ninatumikia Mungu. Hata wakati ambapo brother kama wewe unaimba, sikuoni kama wewe, namuona Mungu ndani yako. Unaona? Nikienda mahali nione kuna mahali watu wanahubiri, sioni hao watu. Naona Mungu ndani yao. Lakini kitambo nikiwa mtoto sana nilikuwa naona utamu wa wale watu kuongea maneno yao ama jinsi wanavyoimba, sauti zao zilikuwa zinanipendeza. Lakini kwa sasa kwa sababu nimeshaingia ndani ya Roho Mtakatifu na ameshanifundisha, sasa ninahisi utamu wa kutambua nachokitumikia. Kwa hivyo mimi niko sure 100% kwamba namtumikia Mungu. Amen. Na kuna kuwa uhakika wa kile ambacho unatumikia. Hivi inafaa kuandamana na ishara ama inafaa kuaje? Maana kama nitatumika na shetani, tuseme kwa mfano nitatumika na shetani lakini ionekane ni kana kwamba ni Mungu. Sasa kutakuwaje na utofauti na utofauti kwamba natumika na Mungu na si shetani? Utofauti utakuwa gani hapo? Maana tuko katika maabudu. Katika maabudu na tunaangalia ni vipi itakuwa. Tukienda kwa hiyo njia pia unaweza kutambua. Biblia inasemanga ilipo hazina ya mtu na moyo wake pia upo. Kwa hivyo ukitaka kutambua kwamba unatumika na nini, ni kwa
ama nirudie tena, sorry. Ukitaka kujua unatumika na nani, Yes. kati ya wafalme ambao ni wafalme wawili. Yes. Ukitaka kutambua kabisa mimi kama Steve ninatumika na nani, Yes. nafaa kuangalia matendo yangu. Okay. Nafaa kuangalia vile ninavyofanyia watu. Nafaa kuangalia jinsi ninavyofanya. Yes. Kwa sababu kila wakati mtu ambaye ameshapokea Roho Mtakatifu, Yes, anatenda mambo mema, anaongea mema, yes, anafanyia watu wema. Kwa hivyo akoshua anatumika na Mungu. Lakini mtu ambaye hatumiki na Mungu, yes, ama mtu ambaye hajui mwenye anatumikia, anakaa saa zingine anakaa mzuri, wakati mwingine ni mbaya. Yes. Wakati huyu wakati kama huyu anasaidia watu, wakati mwingine anachukia watu. Unaona? So njia moja ya kutambua kwamba unatumikia Mungu ni vile unafanya matendo yako. Okay. Yes. Okay. Na kitu kingine, Yes. tukiendelea na maandiko. Yes. Katika mstari wa 23 Yesu anazidi kusema hivi, lakini saa inakuja, nayo ni sasa ipo, ambayo waabudio halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Umeelewa? Baba anawatafuta watu kama hao. Sasa watu kama hao kupatikana watu kama hao, ni mtu anafaa kukua katika maeneo gani ndiye ili apatikane? Mtu anafaa kufanya nini ndiye apatikane? Ni sadaka mtu atatoa, ni kufuga mtu atafuga. Yani inanishangaza kwamba Mungu ni ya sasa hapa, ni Mungu anatafuta, si wewe unatafuta Mungu. Mungu ndiye anatafuta. Na sasa tunaongelea sasa juu Yesu anasema lakini sasa inakuja, nayo ni sasa. Sasa tunaongelea sasa saa hii katika kizazi hiki, katika masaa haya, katika majira haya. Sasa ni kipi mtumishi wa Mungu, ni kipi mtu anafaa kufanya ili akue ule mwabudio halisi ambaye Mungu anamtaka? Yes, Mungu anamtaka. Huo mtu anafaa kufanya nini ndiye akue katika orodha ya wale watu ambao wanatafutwa na Mungu wafit kumwabudu? Juu tuko katika maabudu, kumbuke mada ni maabudu, si ndio? Mtu anafaa kujiposition aje katika kupatikana katika ile list ya Mungu? Hapo nadhani, yes, kulingana na vile pia nimesoma Bible, yes, kuna siri moja ninaweza nikapea watu. Mungu sana sana tukisema anaangalia matendo, hakuna mtu anaweza kustahimili kutenda wema kwa muda mrefu. Kweli kabisa, hakuna. Yes. Hata ukijaribu wakati mwingine utajipata kuna pale umeenda mrama kidogo. Kwa hivyo kuna siri moja ambayo Mungu alituachia, na hii ndio anaangalia. Yes. Kabisa hii ndio anaangalia ndani ya mtu, na ndio huyo mtu aitwe mwabudu halisi. Yes. Mungu ama Yesu Kristo, yes, alipokuwa anatoka kwa dunia hii, alisema ama aliacha watu wapendane. Yes. Na njia moja ya kukuunganisha wewe mwanadamu, yes, kwa kutoka kwa wanadamu na kukua mwabudu halisi, yes, ni jinsi unavyopenda watu. Ni jinsi unavyofanya mambo kwa upendo. Yes. Hakuna sheria ingine ambayo itakuja kinyume. Sheria ni ile ile tu. Biblia inasema sheria ni ile ile tu moja. Ambayo Yesu alisema tupendane. Hiyo ndio imeshikilia sheria zote. Mtu asikudanganye. Sheria ni moja ambayo ni tupendane. Yes. Tukishapendana, unajua nikikupenda unipende, tutatenda haki. Kweli. Na ukitaka kuangalia pali kuko na upendo, hakuna dhambi. Kweli. Pali popote utapata upendo ni mwingi, hakuna hata dhambi. Yes. Kwa hivyo ukijitahidi sana kupenda watu, kupenda kusaidia watu, yes, kupenda kuonea watu huruma, kuhurumia watu, kuwaona wakiwa wazuri, usiwaongee vibaya, basi umeshakuwa mwabudu halisi. Umeshakuwa mwabudu halisi. Sasa hapo sio wewe unamtafuta. Unajua washirika wengi, kuibia siri kidogo. Yes. Washirika wengi ama 90% yes, in the church, wao ndio wanatafuta Mungu. Ndio. Badala ya Mungu
kuwatafuta. Unajua Mungu anatafuta, Biblia inasema kwamba Mungu anawatafuta waabudu halisi, wanaoabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo mimi nikisha kuwa mwabudu halisi, nafaa kweli kumtafuta Mungu? Hapana. Mungu anafaa nitafute. Anatafuta watenda haki. Kwa hivyo nikikupenda lazima nitakutendea haki. Mungu sasa atanitafuta kwa sababu mimi ni mwenye haki. Nadhani hapo imeeleweka. Asante sana. Amen. Sasa tumeelewa vizuri. Sasa tuko kanisani. Kama waimbaji. Na kile tunajua sana ni kuimba. Tunaimba. Na alafu sasa kuimba huko ambako tunapenda kuimba. Kweli ni njia moja ya kumwabudu Mungu, ama tunaimba tu kujifurahisha? Unajua kuna saa zingine tunakuja tunaimba and nothing happens. Tunaitwa na mchungaji, wako wapi waabudu? Wako wapi waimbaji? Praise and worship. Juu tumesikia tu ni praise and worship, tunakuja. Alafu we sing. Hata sisi wenyewe hatu feel anything, lakini tumeimba kwa ishara ya kuabudu. Kweli hiyo kweli kuna nguvu hapo kweli? Tofauti inatokeanga hapa. Nakumbuka kwanza kabisa nilikuwa msabato. Kabla sijaokoka. Nikaokoka, nilihubiriwa na wasabato. Nikaokoka. Nikaenda sabato kidogo. But finally God akanipea neema ya kukua keyboardist. Amen. Nikakuwa keyboardist mkubwa sana. Watu wakanipenda sana. Hapo ndo nikaingia kwa Wakristo. Na kwa kuwa nimeokoka, unajua sisi wote tunasema tumeokoka. Lakini pia kwa kuokoka kuna madarasa pia. Unatoka class 1, unaenda class 2. Unatoka mtoto, unaenda hivi, ukikomaa. Kwa hivyo mimi wakati nilikuwa pale keyboardist nikiwa mdogo kiasi, nilikuwa nikicheza ile keyboard. Watu wakiimba, mimi nasikia niko na furaha sana. Na wala hakuna kitu nilikuwa nahisi. Nikienda mahali watu wanilipe, mimi nasikia niko na furaha kwa sababu watu wanafurahia. Na niambia unafanya kazi mzuri. But mimi ndani yangu hakuna kitu nilikuwa nahisi ndani yangu. So kama kuna kitu muhimu ambacho kama waimbaji mnafaa mtambue, usijaribu tena kuimba kama hujampokea Roho Mtakatifu kama msaada wako. Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako, basi wewe sio kama mwanadamu wa kawaida. Atakusaidia kwa kuimba kwako, hautang'ang'ana, wewe atakupandisha cheo kwa haraka. Unajua saa hii kabla sijakuwa nilikuwa tu huko chini, la sikuanga natambua hizi vitu. Na ningeona mtu wa kuniambia kitambo kwamba kuna nguvu zingine za Roho Mtakatifu. Saa hii ningekuwa pahali pakubwa sana. So kama muimbaji na kusika kabisa, jitahidi sana Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Hapo utaanza kupiga hatua. Utakapokuwa ukisimama katika madhabahu yoyote, watu hawatakuona wewe. Wataona Mungu ndani yako. Watahisi nguvu ya Mungu ndani yako. Kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Amen. Bwana anasema yeyote yule atatumika na Roho wa Mungu, huyo ndiye mwana wangu. Ni kweli. Kwa njia moja ya kuingia ama njia moja ya kuitanishwa na mwana wa Mungu ni kwa kutumika na Roho wake. Amen. Amen. Na alafu hapa tukisoma hiyo maandiko tu bado Yona 4, tusome hapa kwa 20. Mwanamke anauliza hivi, anasema hivi: baba zetu waliabudu katika mlima huu. Ninyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patu pasapo kuabudu. Na Yesu anamjibu hivi. Yesu akamwambia, mama, unisadiki sasa
saa inakuja ambao hamtaabudu Baba katika mlima huu wala katika Yerusalemu. Swali langu ni hili, mtu wa Mungu. Kuna mahali specific ama mahali special pa kumwabudia Mungu, ama tunaweza mwabudia mahali popote, mahali tunajisikia, ama kuna mahali tunafaa tutenge purposely pa kumwabudu Bwana Mungu? Tunafaa, yani Mungu anafaa kuabudiwa wapi? Maana Yesu unaona anasema si kwa mlima huu wala si kwa hekalu. Sasa kuna mahali specific tunafaa kumwabudia Mungu. Unajua Biblia, pia Biblia usipoisoma vizuri na kuitafakari, wakati mwingine itakuchanganya. Hapa ni pale wanasema kwamba kanisa ni roho ya mtu. Pia wanarudi wanasema kanisa ni wawili watatu ambao wameungana kwa ajili ya jina la huyo Yesu Kristo. Hao ndio waitoa kanisa. Kwa hivyo hapa kuna vitu mbili. Kanisa ni roho ya mtu, alafu kanisa ni wawili watatu ambao wanaitanishwa na So hauwezi specify pale ambapo unafaa kumwabudu Mungu. Mungu ako kila mahali. Ukienda kwa choo, Mungu unaweza muabudia hapo. Ukienda kwa kazi yako, Mungu ako. Mungu ako kila mahali. Ukienda kwa mlima, Mungu ako. Kitu kenye kinatupelekanga, hata niambie watu siri. Kwa mfano wakati ambapo tunaenda kama Katoloni, milima, si mnajua milima ambao tumewahi kutembea sana. Kitu ambacho kinafanyanga, unajua watu wanafikirianga maybe kuna nguvu iko kwa mlima. No, nataka nikufundishe kitu hapa. Kitu ambacho kinafanyanga tuende kwa hizo milima ni kwa sababu tunataka tujinyime vitu vingi. Tukiwa kuna ukianza maombi, tuseme mimi kama Steve, kuna kitu ninakiombea na ninafunga. Lakini nikikaa huku nyumbani, distraction itakuwa mingi. Lakini sasa nikikaa niangalie kuna mahali watu wanaenda kuombea. Sija specify. Ningetaka hata nikisikia nipate mlima mwingine wenye watu waendai kuombea, niende mahali tu hakuna watu. Nitapata nguvu za Bwana mahali hapo. Nikienda kanisani bado nitapata. So kitu inafanya tuende kama hizo milima ambazo Yesu anasema wakati unakuja sio mlima huu wala sio huu. Ni kwa sababu tunaepa kudistractiwa na vitu. Sasa unajua ukienda pale umetulia hapo na utaongea na Mungu wako peke yako. So hauwezi kuspecify pale ambapo unafaa kumwabudu Mungu. Ukiwa unaweza ukamwabudu Mungu popote. Ukiwa kwa gari yako unaweza ukamwabudu, ukiwa kwa pikipiki yako unaweza ukamwabudu, ukiwa shule unaweza popote unaweza ukamwabudu. Kitu kingine, wakati tunakutana kama kanisa, pia ni kwa kutiana nguvu. Unajua wakati mwingine safari si rahisi vile. So wakati tunaungana kwa kanisa ni kwa sababu pia tunataka kukua kwa ushirika moja. Na kuna vita zingine tutazishinda kwa haraka kwa sababu tuko kwenye ushirika. So tukiungana wawili watatu kwa kuabudu ile jina la Yesu Kristo ni kwa sababu, ama sababu kubwa kabisa ambayo inafanyanga tuungane ni tukue mwili mmoja na tukamilishe mwili wa Kristo kwa pamoja. Kwa hivyo hatuwezi specify pale ambapo tunafaa kumwombea Mungu, ila tumetenga tu kasehemu pale ambapo tunapatana. Hata tukiamua tupatane kama leo si tuko Rongai, hata tuamue chachi yetu yote tupatane Kirinyaga, tuabudu hapo leo, pando Mungu ataonekana. Imeeleweka vizuri. Na hata mimi nimejifunza mengi sana katika neno hayo na katika kuchambua hilo neno. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Umetubariki sana usiku wa leo. Na uzidi kututembelea. Maana tunahitaji kuelimishwa zaidi. Maana maarifa na hekima ni za muhimu sana katika maisha ya mtu. Na lazima kila siku tutafute kuelimika katika ufalme huu, kuelimika na kujua zaidi.
na usiku wa leo umetumika na umetumwa na Mungu Amen. kukuwa wa baraka na kutuelimisha katika maeneo ya kuabudu. Yes. Na si hapo tu, tutaiangalia kwa njia pana. Kwa njia pana. Najua uende ujiandae. Yes. Maana hata kesho, yes, inaweza kuwa tukutane. Yes. Tuongelee kwa njia pana juu najua kuabudu ni department kubwa sana ambayo hatungeweza kuimaliza kwa haya masaa. Lakini tutajipanga vizuri na tutakutana na tutaongelea. Mungu akubariki na akufanye mema. Unaweza waambia neno la mwisho? Yes. Tukifunga mkutano huu. Watu ambao kwa mfano vijana wale ambao tumeokoka, yes, na tumempokea huyu Yesu kama Mwokozi wetu, jambo la kujifunza ama jambo la kujivunia, yes, ni kutambua wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Na njia moja ya kutambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu ni jinsi unavyotumika na Roho wake. Yes. Biblia inasema yeyote yule anayetumika na Roho wa Mungu, yes, huyo ndiye mwana wa Mungu. Ndio. Kwa hivyo hata kama sitakwambia, hata wewe mwenyewe ukijijazia, kwa hivyo kama situmiki na Roho wa Mungu, mimi sio mwana wa Mungu. Kweli. Kwa hivyo njia ni moja tu, tujitahidi sana kutumika na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Amen. Na Roho wa Mungu anaingia pale ambapo ni pasafi. Yes. Anaitwa Roho Mtakatifu. Sasa ataingia pale patakatifu. Yes. Jitahidi sana kuangalia njia zako. Sijasema usikuje hapa kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Kuja atakutengeneza. Yes. Sisi alitutengeneza tukiwa watu wabaya sana. Akatufanya watu. Sasa unaona watu wanajivunia kukua na sisi. Yes. Sisi ungetuona miaka 10 ambayo imepita. Yes. Ungependa hata kukaa na sisi, lakini sasa wakati tulishaingia katika mwili wa Kristo, yes, tukaungana naye. Alafu Roho Mtakatifu akaingia ndani yetu na kututengeneza. Yes. Watu wana uwezo wa kujivunia sisi. So ile kitu tunaweza sema, yes, point kubwa ya issue tumefanya sana, yes, ni Mungu awasaidie kukua na Roho wake. Hapo ndipo mtakuwa wana wa Mungu. Amen. Yes. Amen. Amen. God bless you viewers. Mushare, musubscribe na pia mwalike watu wengi. Na Mungu awabariki. Amen. Usiku mwema. Mbarikiwe. Amen.